Ni rahisi zaidi kuingia kwenye madeni, lakini huwa ni ngumu kutoka kwenye madeni. Maana yake ukishaingia kwenye madeni ni kama unarambishwa asali, ni kama unafungwa gerezani. Unajikuta unatamani kutoka, lakini mazingira ya kutoka hayaruhusu. Kwa hiyo unajikuta unazunguka hapo hapo. Lakini kuingia ilikuwa ni rahisi, kutoka imekuwa mtihani. Na shetani ni wa ajabu sana. Anapotaka kushikilia uchumi wako, anakutengenezea mazingira kama hayo. Fikiri umekuwa kwenye mfumo wa madeni kwa miaka miwili. Maana yake ni kwamba kwa muda wa miaka miwili hakuna chochote ulichokifanya kwenye maisha yako isipokuwa ulikuwa unawasaidia wengine. Yaani ulikuwa utumwani. Hauna tofauti na mtu ambaye yuko gerezani amefungwa hafanyi chochote. Utofauti wenu ni kwamba wewe uko duniani na watu wanakuona kwamba uko duniani, na wewe uko na unaona kabisa na wewe kwamba uko duniani, lakini mambo yako unayotaka yaende yako gerezani. Uchumi wako uko gerezani, malengo yako yako gerezani, ndoto zako ziko gerezani. Kwa nini? Kuna mahali umebanwa, kuna mahali umeshikiliwa, umeshindwa kutoka. Na shetani anachokiona hicho anafurahia. Ishara ya kuwa na madeni ni ishara ya kupungukiwa baraka za Mungu kwenye eneo lako la kiuchumi. Unapoona hiyo saini ya madeni, ujue kwamba una upungufu wa baraka za kimungu kwenye eneo la kiuchumi. Kwa hivyo unatakiwa kuongeza juhudi za kuomba baraka ya Mungu kwenye eneo lako la kiuchumi. Lazima umwambie Mungu kwamba naona kabisa uchumi wangu adui ameuweka chini. Ninaomba nguvu za kuunyanyua uchumi wangu, fursa mpya, neema za kunyanyuka ili uwe huru na uchumi wako uwe huru.